Watanzania waweze kueleweka kwa upande wa wasanii kwamba Watanzania ndio wanaomwezesha mtu kuishi katika mazingira mazuri au mabaya. Hao ndio Watanzania ambao mnaoona kipato chao ni kidogo ndio wanaomwezesha mtu kujenga gorofa au kujenga banda la kuku. Kwa siku ya leo tunaenda kuzungumzia swala zima la wasanii wa Tanzania, ambapo tunaenda kuangalia nini matatizo yao na kwa nini mpaka sasa hivi wamefikia katika hiyo level ambayo wamekuwa wakijiliza na kutafuta nafasi, kutafuta watu kuwatuma ili waweze kuwaweka sawa wao pamoja na jamii zao. Kubwa zaidi nakuja hapa kuzungumza kwamba wasanii wa Tanzania wamejisahau sana, tena sana kwa muda mrefu, kwa sababu huwezi ukafanya sanaa wakati unafanya sanaa, wakati tunaamini kabisa kwamba sanaa ni mwalimu ambaye anayewaelimisha. Mfanyaji wa sanaa anafanya sanaa ili kuwaelimisha jamii yake pamoja na serikali yake na mazingira mazima, na maana kwamba msanii ni connector, na pia yani anaweza kufanya kazi ya kuconnect kati ya jamii na serikali, na anaweza kuconnect kati ya jamii moja na jamii nyingine, mfano jamii ya kitaifa na kimataifa. Msanii hiyo kazi anaiweza. Msanii anaweza kuchora maumbo ambayo ni ya kukemea na anaweza kuchora maumbo ambayo ni ya kupongeza. Hayo yote anaweza kuyafanya, na msanii anaweza kutunga nyimbo za kupongeza, nyimbo za majonzi na kadhalika. Wasanii wa nchi yetu tunaamini wazi kwamba nchi yetu inajulikana jinsi ilivyo kwamba ipo katika mifumo ya kidemokrasia, lakini wasanii wa nchi yetu wamebadilika, wote wamekuwa katika hali ya mfumo wa chama kimoja. Swala hili kwa upande wa jamii naamini wazi kwamba hawawezi kulielewa, sio kwamba leo juzi au jana, hawalielewi, kwa sababu ndio kwamba chama ni matakwa ya mtu na moyo wake, lakini je, ina maana unataka kuniambia Tanzania hii kwamba kila msanii alikozaliwa wote ni chama kimoja? Kwa hiyo tunapofanya hivi tunaonesha kwamba nchi yetu ina mlengo wa chama kimoja. That's why tuna wasanii ambao wote wana mlengo wa chama kimoja. Kwa hiyo hii ni moja kati ya kufeli, kwa sababu mfuatiliaji mwingine anakuwa sio chama kile. Kwa hiyo mwisho wa siku atakachokifanya ni kwamba atakuacha wewe, ataona bora hata asisikilize hiyo sanaa yako. Hilo moja. La pili, wasanii wa nchi yetu wanajisahau sana kufikia hatua ambapo unaweza kukuta kwamba msanii leo hili linatokea tukio, mfano liko bungeni, mfano mkaguzi mkuu wa mahesabu anazungumza juu ya hasara fulani ambazo zinafanyika kupitia yale mahesabu yake, kwamba kwa mwaka labda tumefanya mahesabu, tumegundua kuna shoti ya aina fulani, labda bilioni fulani zimepotea, hazijulikani wapi zilipo. Wakati ule watu wanazungumzia wanatafuta nini cha kukifanya ili kuweka sawa, ambapo Watanzania wote wanatakiwa wawe attention kuelewa kile kinachoendelea. Wasanii wao wanatumika katika hali ya kutoa modi, wanawatoa Watanzania katika ile njia ya kusikiliza kile kinachoendelea kule, wanaanza kuanzisha maumbea. Ina maana kwamba hapa inaonyesha wazi kwamba wasanii wanatumika kwa njia moja ama nyingine kuweza kufifilisha mambo katika serikali yetu au katika nchi yetu kwa ufupi. Kwa hiyo swala kama hili mwananchi wa kawaida hawezi kulielewa hata siku moja, ni lazima tu atakuacha pembeni. Jingine ni kwamba wakati wewe msanii ambao unamtegemea mwananchi mdogo ambaye leo hii anaweka bando lake la shilingi 500 ili aweze kukuangalia wewe, kukuongeza wewe au kukupa nguvu wewe ya kufanya jambo, wewe unaanza kumdharau na kumuuliza kwamba au unamwambia kwamba fanyeni kazi, unamaanisha nini? Ina maana kwamba kile alichokifanya yeye kidogo kukupanisha wewe kwenye hizo platform mbalimbali, YouTube, Spotify na kadhalika, ina maana kwamba ile amefanya kazi. Baada ya kufanya kazi akapata hiyo shilingi 500 yake au buku lake, akaweka bando, akaenda kukuangalia wewe. Leo hii unamwona kwamba kile anachokifanya hakina maana kwa wewe, kwamba unaanza kumlazimisha kwamba sijui afanye kazi. Hii ni dharau. Unawadharau wananchi wa Tanzania ambao wewe wamekupandisha mpaka ukafika katika hilo daraja ambalo umefika. Katika mtu mpuuzi na wa chini ni yule ambaye anemdharau mtu wa shilingi 500 akamjali mtu ambaye ni wa shilingi milioni 1 au milioni 10 ambayo ni ya siku moja au ni ya mara moja, kwa sababu pesa nyingi huaga zinazotoka kwa watu ambao ni matajiri ambao wanaofifilisha vitu, mara nyingi huaga zinatokaga kwa msimu, wakati mtu ambaye unayemtegemea wewe ni yule ambaye wa shilingi 500 ni wa kudumu, ni wa kila siku, na wananchi ni wengi kwa sababu wao ndo wanapata muda na nafasi ya kukuangalia wewe, tofauti na watu ambao wako ofisini. Mtu aliyeko ofisini hawezi kukuangalia wewe kila wakati, ni kujidanganya. Swala jingine ambalo wanakuja
wasanii hawataki kuunga mkono mazingira ya wananchi, kwa sababu wewe kama ni mchoraji wa mazingira au ni mtu ambaye unaweza kuzungumzia hali au situation inayotokea katika taifa au katika upande wa labda mtu mmoja na watu wengine, wewe ndio kazi yako hiyo unayoifanya, kwa sababu sanaa inatakiwa iwe katika mstari huo, kwamba aidha inaweza kuzungumzia majonzi ambayo watu wanaopitia katika nyakati hizo, inaweza kuzungumzia hali ya siasa jinsi ilivyo katika nchi, inaweza kuzungumzia hali ya furaha iliyopatikana badala ya majonzi ya muda mrefu waliopitia watu. Wewe wakati watu wanapitia kwenye majonzi, wewe uko na habari zako nyingine, tena huku ukiwaona wale ambao wanaopitia yale majonzi kwamba wameyataka. Unafikiri huyu ambaye unayemuona kwamba leo hii kwamba umemdharau mpaka kafikia hatua hiyo atajali wewe kazi yako, hata kama kwamba wewe unategemea show, na show yako unapoifanya huwezi kukusanya hao watu ambao unaotegemea kwamba wakupe hizo pesa nyingi kwa wakati mmoja. Watakao kuja ni hao ambao uliowadharau, au ambao leo hii ambao unalalamika kwamba wamepatwa na madhira ya vifo vya ndugu zao, na tena waliokufa inawezekana ni wale ambao walikuwa wewe ni mashabiki zako, walikuwa wanaangalia muziki wako, walikuwa wanaangalia hizo show zako unazozifanya, walikuwa wanaangalia aidha mipira na kadhalika. Kwa hiyo sasa hao unatakiwa wewe uwajali, na ikiwezekana kwa sababu tunaona wasanii wengi wanachangiwa. Mfano unaweza kukuta kwamba msanii anaugua leo hii, baada ya kuugua, mfano kama kina Ommy Dimpoz ambao walitoa maneno ya dharau na jeuri na kebehi kwa Watanzania ambao tuliokuwa nao hapa nchini. Ommy Dimpoz aliuguzwa na Watanzania, alichangiwa kiasi kikubwa cha pesa, akapelekwa katika mazingira ya kutibiwa, akapona. Baada ya kupona, alichokifanya akaona bora aje kuwatukana Watanzania. Hii ni dharau iliyopitiliza. Ina maana kwamba huyu hapaswi hata kupewa nafasi tena ya kuweza kuwa katika miongoni mwa watu ambao ni standard katika nchi yetu. Huyu ni kapuku wa akili. Unaweza ukawa kapuku mzuri wa kufikiria, lakini kuna makapuku ambao ni wa uchumi, lakini kuna makapuku wengine ni wa fikra. Ni kama huyu jamaa ni kapuku wa fikra. Fikra zake ziko chini sana, kwa sababu huwezi ukamtusi mtu ambaye anayekuwezesha. Jingine tukiliangalia ni kwamba kipindi ambacho tunachopitia kwenye taifa letu, ina maana tunahitaji mshikamano wa pamoja. Vile ambavyo wewe wanavyokuchangia pesa au wananchi, wewe msanii ambaye una platform ambapo unafahamika kwa kiasi kikubwa, una uwezo wa kusimama wewe kama msanii kwa kutumia jina lako, ukaomba michango kutoka mataifa tofauti kutokana na umaarufu wako ulio nao, kwamba bana mimi nafanya show, unaenda kufanya show Marekani, nafanya hii show kwa ajili ya kwenda moja kwa moja kwenda kupeleka kwa wale ndugu zangu ambao waliofikwa na matatizo fulani pale nchini kwangu, na huku na wewe mwenyewe uonekane kwamba ulishirikiana nao kwa namna moja ama nyingine, na sio tu kwa kuandika, uonekane umefanya place na waandishi wa habari kwamba bana wewe tokea mimi sikulizishwa nayo na kadhalika, na ukaenda ukafanya kitu kama hicho. I believe kwamba Watanzania wanaweza kuwa pamoja na wewe, kwamba baada ya kupata ile pesa ya kwenye show ukaichukua ukaenda moja kwa moja kuipeleka kwa wale waliofikwa na madhira. Kuna watu wamepoteza baba zao, leo hii wako tu mitaani. Kuna watu wamepoteza ambao ni watoto wao ambao walikuwa wakiwategemea, wamefariki kupitia yale madhira ya Oktoba 29. Kwa hiyo kama wewe utafanya sasa ukasaidia hata angalau tu wachache katika miongoni mwa wale waliopata yale matatizo, I believe kwamba Watanzania watarudi kwako. Lakini leo wewe ndio unakuwa mstari wa mbele katika kuwatusi wa Tanzania na kuonesha kwamba kile walichokifanya hakikuwa na maana. Yaani kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye. Yaani ukiwa kiongozi, ukiwa mtu maarufu, vitu vya kulilia katika ulimwengu ni busara, elimu pamoja na hekima na utashi wa kweli. Ukiona kiongozi hana busara katika mazingira ya kuzungumza, pamoja na msanii ambaye amekosa busara katika mazingira ya kuzungumza, ukuta wako kwa kipindi kama hichi tulitegemea peji zenu ziwe na majonzi na ziwe zimepita katika miongoni mwa watu ambao wamefikwa na madhira ambao unaowafahamu, au hata wale ambao usiowafahamu. Wao wamekuoneni wananchi kwamba mlijoini nao katika haya matatizo yaliyowafika. Lakini mnachokifanya ni kwamba mnaandika tu, kisha baadaye mnaelekea moja kwa moja kufuta na kuwadharau na kuonesha kwamba nyinyi hamko pamoja nao, mnaamua kuhama kabisa na nchi. Hivi ni vitendo ambavyo mwananchi hawezi kuridhika hata siku moja. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi niliona wasanii kwa sasa hivi msiwape attention ya aina yoyote, kwa sababu wasanii wa nchi yetu wengi wao ni ambao inavyoonekana wazi kwamba wao wanaomba trending, waweze kutrendi, waweze kwenda kupozesha mambo ambayo wananchi kwa sasa hivi wanadili nayo. Wananchi wanahitaji amani ya kweli.
wananchi wanahitaji haki ambayo wanaodai kwamba tayari wameshaipoteza. Je, unaungana nao vipi katika hili kulidai? Unatakiwa utamke kwa kauli yako ya dhati kwamba unaungana nao kwa kuona kitu fulani, kwa sababu mfano tunaona utekaji ambao unaendelea katika nchi. Hakuna msanii hata mmoja aliyesimama akazungumza kwamba yeye hapendezwi na hizi hali za utekaji. Kwa hiyo kama wewe utakuwa unapendezwa na hali za utekaji zinazoendelea, je, wanaotekwa nafikiri wewe wataridhishwa na hali hiyo? Hata siku moja hawezi kuridhishwa. Kwa hiyo wasanii kama watakuwa wao wako upande wa kunyamaza tu bila kuzungumza, bado ni mtihani kwa wananchi, kwa sababu wao wana majina makubwa. Kwa hiyo wanatakiwa wao watamke kwa dhahiri kwamba wao hawapendezwi na hivi vitu vinavyoendelea, ambavyo ni kama hivi utekaji na mazingira mengine ambayo sio mazuri kwa taifa. Na pia watamke kuhusu kujumuisha au kukutanisha jamii ili ziweze kuwa katika wakati mmoja wa kurudi tena kule tulikotoka. Lakini hakuna hata msanii mmoja anayetumia akili yake ya kichwa kuweza kuelewa kwamba nchi yetu inaugua. Bado wao wanachowaza ni kwamba watengeneze pesa kupitia show zao mbalimbali, hasa katika mfumo ambao sasa hivi upo. Tunasema kwamba kipindi ambacho tulicho nacho ni kipindi cha wao kutengeneza pesa cha Krismasi. Ndicho wanachodili nacho, na ndio maana unakuta kwamba mpaka wanaamua kutuma watu ili waweze kuwasamehe, waweze kufanya show zao kama zamani. Huu ni upumbavu. Mnawaza kufanya show hali ya kuwa kuna watu mpaka sasa hivi hali zao hawaelewi, kwa sababu hawaelewi wamepoteza ndugu zao, na baada ya kupoteza ndugu zao kinachofuata ni kwamba miili ya ndugu zao hawajaipata. Kwa hiyo hao wanatakiwa wapate pole ya kudumu, na pole ambayo itakayoweza kuwafanya wasahau haya matukio. Na pole hiyo ni kwamba kujitoa kwa nguvu, damu na jasho kwa wewe ambaye unahitaji hiyo platform iendelee kudumu. Nje ya hapo ni sawa na hakuna. Tukija tukiangalia kwa upande mwingine, tunakuta kwamba kama msanii leo hii unadai show kipindi ambacho watu wanachopitia kikiwa ni kigumu, ina maana kwamba wewe akili yako bado ni mpozo, imepoa. Unachotakiwa sasa hivi wewe kama msanii wa kweli ambaye unasimama na jamii yako, tafuta taswira, aidha tuseme unatafuta wimbo ambao basi utaenda kuwapa yani ile pole pamoja na kukumbusha, au ikiwezekana sio tu kukumbusha, yani kuonesha kwamba hiki kilichokafanyika kilikuwa cha kuumiza katika mioyo ya watu. Kwa hiyo kiweze kusahaulika kwa staili ipi. Wewe kama msanii nafikiri kwamba utakuwa unaelewa jinsi gani ya kutengeneza hayo mazingira. Lakini sasa wasanii tuliokuwa nao ni wasanii wabovu wa kufikiria. Ni wasanii ambao wanapenda sana kujisifia katika mazingira yao tofauti na mazingira ambayo ni ya wenzao. Unamdharau mtu ambaye anaweka bando lake la shilingi 500 kwa sababu tu ya kumuona kwamba yeye yuko chini. Wewe ndio unayeangaliwa sana na media tofauti, unatengeneza platform zako, na waza leo kwamba eti wewe upewe nafasi ya kutengenezwa ili ufikie hatua ya kushika tuzo za Grammy, huku wale ambao wanaotaka kukufikisha kwenye hiyo platform ya Grammy hauwataki hata kuwaona. Utafikaje? Kwa hiyo upumbavu unaofanyika hapa nchini kwa wasanii kwa sasa hivi sio muda wa kuwafikiria. Tena ikiwezekana hata kama kuna brand ambayo msanii anaitumia kuweza kupewa nafasi labda na makampuni tofauti hapa nchini, awekwe chini. Hiyo brand ikiwezekana kama ni soda ya aina yoyote au mafuta au kitu chochote, hiyo product haifai kwa Watanzania, ili kuweza kuwapa nguvu Watanzania waweze kueleweka kwa upande wa wasanii kwamba Watanzania ndio wanaomwezesha mtu kuishi katika mazingira mazuri au mabaya. Hao ndio Watanzania ambao mnaoona kipato chao ni kidogo, ndio wanaomwezesha mtu kujenga gorofa au kujenga banda la kuku. Nje ya hapo hakuna tena atakayeweza kumwezesha msanii wa Tanzania kufikia malengo au maisha mazuri anayoyataka. Kwa hiyo kwa heshima hiyo, kwa sasa hivi wasanii wasipewe time, waachwe kama walivyo mpaka pale tutakaporudi katika usawa ambao unaotakiwa. Kama kutakubalika aina yoyote ya hali ambayo aidha ya kuleta amani kwenye taifa letu, basi ndipo muda ambao tunaweza tukawarudia tena kwa kutaka aidha kwa kuchagua au ikiwezekana kuwaweka chini kutafuta wengine.